amani ya nchi inaanza na sisi wenyewe. Kwa hivyo hili jambo la mwanzo lazima tutie nguvu. Viongozi wetu kila siku wanasema jamani amani, na amani inaanza na mtu mwenyewe. Kwa hiyo tushahidishane kwa namna moja au nyingine, jamani tudumishe amani yetu. Alhamdulillah tumekutana hapa tunafanya haya mafunzo. Kama ingekuwa kidogo hakuna amani tusingeweza kufanya haya mafunzo. Kwa hivyo tushahidishane sisi na wenzetu kwa ajili ya kudumisha amani. La pili tutakuzungumza, kabla sitazungumza la tatu, mambo matatu. Kwa hivyo najua haya ni mafunzo yanakuja on time, ni mafunzo adhimu sana kwa ajili ya kupata uelewa mkubwa zaidi wa huu mfuko wa huduma za afya unasaidia nini, changamoto ziko wapi, hospitali gani. Najua nyinyi wataalamu tutakuwa na maelezo mengi zaidi ya kuwafahamisha wenzetu na wao kaweze kufahamisha wenzao, lakini na hawa watapata kuelewa hizo hospitali zinazohusika. Pengine wengine tayari ni wanachama, wataweza kutoa experience walizo ambazo wameambatana nazo, ambazo zile zitakuwa ni kama changamoto take home, kwa maana kwamba kumbe wenzetu wanapata hili. Kubwa hasa ni ile kujenga uelewa, kwa sababu tunajua taasisi yetu bado ni mpya na masuala haya ya huduma za afya kwa wote ni concept mpya katika nchi zetu hizi za Afrika. Kwa kuna haja ya kufanya elimu kwa nguvu sana ili watu waweze kufahamu, sababu ni mambo mengi ambayo wanatakiwa wayafahamu. Sisi kama wafanyakazi, umuhimu wa kuweka pamoja upo, lakini umuhimu wa kuwepo ni mkubwa zaidi kuliko kuyaweka pamoja. Kwa hiyo msingi wa mfuko wa bima ya afya ni pendekezo lililopendekezwa na shirikisho la vyama vya wafanyakazi Zanzibar kwa serikali ya awamu ya 7 juu ya kuwepo kwa chombo ambacho kitasimamia afya za wafanyakazi. Na kwa faida yako na faida ya washiriki, kwamba andiko hilo tuliliandika sisi shirikisho mwaka 2011 na tuliliwasilisha serikalini mara 3, na mara zote katika awamu ya 7 liligonga mwamba. Na kwa nafasi hii ni mgeni rasmi nitoe pongezi na shukrani za dhati kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8 inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwamba mpaka tunafika 2018 tumekwama kuhusu wazo hili. Na ningelipenda zaidi muumini awepo, lakini awepo na Yasin, kwa sababu wao Yasin na kamati ndio walikuwa wanashinda ofisini kwangu kwamba hili tulikwamue vipi. Uko pamoja nafikiri Ndio. Wao ndio wewe alao ndio unafika mbele zaidi tulikwamue vipi hili. Lakini tumshukuru Mheshimiwa Rais na awamu ya 8 tulipolipeleka kwa mara ya mwanzo katika awamu ya 8 Mheshimiwa Rais alilikubali. Tumpongeze sana. Na ndio wazo tulilolipeleka kutoka Zatu kuanzishwa mfuko huu. Na yanapungua changamoto ambazo hujitokeza kuona kwamba matibabu tunapatiwa kwamba ni sahihi na salama na yanagusa malengo ya nchi yetu au serikali yetu. Kwa kutualika kwenye semina hii, pia nashukuru kitengo kwa kutualika na kuweza kusomesha mafunzo mazuri yenye maana. Maana mwanzo nilikuwa sijui sasa kuna kwenye masuala ya haya ya mambo ya uchukuaji, tunaona kadi tu tumeandikwa na nini, lakini nilikuwa sijaelewa. Lakini baada ya kupata mafunzo leo, alhamdulillah, nashukuru nimeweza kujua mfuko wa bima ya afya ikoje. Wakati huduma kwa kana mfuko huu tu. Kwa hivyo jambo hili ziko muhimu sana na tunafurahi sana huduma ambazo sasa tunapata tu. Moja ambalo ni muhimu sasa hivi rekebisho kwenye mfuko huu ni kwamba mfuko wao unalipia zile gharama za afya. Lakini kuna watu wanatoa hiyo huduma service provider. Ikweli bado kuna changamoto katika huduma zetu hizi. Bado kuna sehemu nyingine ukienda
wafanyakazi au wanaumwa wanakaa muda mwingi hajapata huduma, lakini pia kuna sometimes wanakuwa daktari hawa wauguzi wanatoa kauli ambazo sio nzuri. Kwa hivyo ile customer care kwa watu wa huduma hii basi inabidi sasa kidogo imarika tu, naomba sana wakai baina mfuko wanaolipa na watu wa huduma hawa, ili mwananchi asisumbuke.